Naam. Jambo wana na binti za Mungu, tunawasalimu katika pendo la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yetu sote ni wazima wa afya. Tunayo afya ya mwilini, ya rohoni kama tulivyo nayo mwilini. Ndugu wapendwa katika Bwana, tunashukuru sana na kufurahi sana kusikiana au kujumuika kwa pamoja katika injili hii ya matengenezo. Namna mnavyotusaidia kwa maombi, namna mnavyotusaidia kwa namna yoyote ya kutuma ujumbe kuwapelekea watu wengine wapate kuona au kusikia, zaidi sana malengo ya kusikia. Maana imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu. Bwana atukuzwe sana. Ndugu zangu tulio pamoja wamewasalimu na wanawasalimu sana. Na hivyo tunashukuru sana kwa pamoja kwa sababu huduma hii inaendelea kwa maombi yenu. Leo tunalo jambo ambalo tunataka kugusia, na jambo hilo ni kuonyesha kwa nini tatizo liko wapi, au kwa nini vyumba vya maombi havielewani sana na kanisa, au watu wa maombi hawaelewani sana na watu wa kanisani, au wachungaji na viongozi vya maombi ni watu hawaelewani, na si wote walikuwa waelewani kutokea mwanzo, ila kwa sasa hivi kwa muhula huu, yani kwa kipindi hiki imekuwa kama waelewani kabisa. Imekuwa kana kwamba kuna ugomvi baadhi yao. Na tatizo liko wapi? Kwa nini? Chanzo ni nini? Shida hilo tunataka tuliangalia na tulionyeshe hapo kwa msaada wa Roho Mtakatifu, tuone tatizo liko wapi. Bwana asifiwe sana. Na kabla hatujaenda kwenye hiyo mada, ngoja tualike uwepo wa Bwana upate kutusaidia, kutuelimisha, kutufundisha. Tunakushukuru Yesu, maana ndivyo ulivyo, watosha waenea. Tazama tumekuja mbele zako. Wacha Roho wako Mtakatifu apate kutuongoza. Nena nasi kadiri unavyotaka, tuelimishe, tukemee, tuonye, tukaripie. Nina imani itakuwa hivyo kupitia uwezo wa jina la Yesu nikiomba na kuamini. Amen. Naam, karibu sana, karibu katika kipindi hiki. Na karibu katika neno la leo. Neno la leo ni kwa nini, au shida, au tatizo liko wapi, au tatizo. Yani nashindwa hata kuweka, ila ngoja tuseme tu neno la leo ni sababu inayosababisha watu wa maombi na watu wa kanisani wasielewe. Wachungaji na wamama au wababa wa vyumba vya maombi. Ina maana wachungaji na viongozi wa vyumba vya maombi hawaelewani. Tatizo liko hapa, kutokuelewana kwao kunatokana na hii. Na hivyo ngoja kama na Biblia yako nifuate kwenye kitabu cha Yohani sura hile ni ya 4. Injili ya Yesu Kristo kulingana na Yohani. Nifuate vizuri katika Biblia yako kitabu cha Yohani, Injili kama ilivyoandikwa na Yohani, Injili ya Yesu Kristo. Ni sura ya 4, aya hile inaanzia ya 21 mpaka 26. Aya hizi 6 zitatuonyesha jambo fulani ambalo ni tatizo sana katika vyumba vya maombi, viongozi wa vyumba vya maombi na wachungaji. Tatizo liko hapa. Ngoja tusome kwa msaada wa Bwana. Biblia hii ninayoitumia ni habari njema. Huenda Kiswahili kikawa tofauti kidogo na hicho ulicho nacho, lakini lote ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu, kwa hiyo hakuna shida. Tunasoma kwa msaada wa Bwana. Yohana 4:21 inasema, Yesu akamwambia, niamini, wakati unakuja ambapo hamtamwabudu Baba juu ya mlima huu wala kule Yerusalemu. 22, ninyi wa Samaria mnamwabudu yule msiyemjua, lakini sisi tunajua huyo tunayemwabudu, kwa maana wokovu watoka kwa Wayahudi. 23, lakini wakati waja tena umekwisha wasili, ambapo wenye kuabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati waja tena umekwisha wasili, ambapo wenye kuabudu wa kweli watamwabudu Baba
katika roho na ukweli. Huo wakati umefikia, umekwisha kuwasili. Huo wakati ambao umekwisha kuwasili ni Yesu Kristo. Wakati ambao umewasili ni Yesu amewasili. Na waabudu halisi wanaabudu katika wakati, katika roho na kweli. Pia na kweli. Waabudu halisi watamwabudu Bwana katika roho pia na kweli. Habari njema nasema waabudu wa kweli. Waabudu wa kweli. 24 inasema Mungu ni roho, na watu wanaomwabudu lazima wamwabudu kwa roho na ukweli. Mungu ni roho, lakini wanaomwabudu huyu Mungu ambaye ni roho lazima wamwabudu kwa roho na kwa ukweli. Bwana asifiwe sana. 25. Huyo mama akamwambia, najua kwamba Masihi aitwaye Kristo anakuja. Atakapokuja atatujulisha kila kitu. Yesu 26. Yesu akamwambia, mimi ninayeongea nawe ndiye. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anakuja kujulisha kila kitu. Lakini katika kujulisha kwa Yesu anasema Mungu ni roho. Wanaomwabudu Mungu lazima waabudu katika roho na ukweli. Na wao ndio wanaoabudu halisi, waabudu kwa kweli. Kwa hiyo katika kumwona mtu anayeishi katika ibada ya Mungu ni mtu ambaye yuko katika roho, yuko katika ukweli. Kwa sababu tayari Yesu kashatuambia roho ni Mungu. Mungu ni roho. Kwa hiyo ili mtu aabudu Mungu lazima awe mtu anayefanya jambo hilo rohoni. Ndilo litafika katika Mungu, sio mwilini, sio densi za kwaya mnaimba, sijui tu ngoma maombi bila roho, au kanisa bila Roho Mtakatifu. Hiyo ibada sio ya Mungu. Lazima ibada iwe katika roho. Na ibada ikiwa rohoni bila kweli sio ya Mungu. Lazima iwe ya roho na ukweli. Na hii ndiyo tatizo ya vyumba vya maombi na wachungaji, au niseme na kanisa. Tatizo ni hapa kuwa mwabudu halisi, kuishi katika kuabudu kwa uhalisia. Hiyo ndo inaleta tatizo. Mungu ni roho. Roho ni Mungu. Kwa hiyo roho wa Mungu ndiyo uleta presence, uleta ule uwepo wa Mungu katika ibada, katika kila jambo la Mungu. Wahitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu, ni uwepo wa Mungu katika uhalisia, au katika umati, au katika uwepo wa mwanadamu. Pale palipo mwanadamu, pakiwa roho wa Mungu pana uwepo wa Mungu, pana nguvu ya Mungu. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2, Biblia inasema hivi: ndipo uvumi ukaja mkali, uvumi wa upepo, na mahali pale pakatikiswa kwa nguvu. Wakajazwa, pakaja na moto, miali ya moto iliyogawanyika ikakaa juu ya kila mmoja. Wakajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyo roho hakuja tu bila nguvu. Palikuwa nguvu mpaka pakatikisika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu, uwepo wa Mungu unakuja na nguvu zake. Mtakeni Bwana pamoja na nguvu zake zote. Kwa hiyo Mungu akiwa mahali, lazima hapo mahali uwepo wake utakuwa na nguvu. Na nguvu hiyo itaonekana. Hasa sasa lazima wale wanaoabudu katika hiyo nguvu, wanaoabudu katika uwepo huo, katika roho hiyo, wawe na ukweli. Kweli ni nini?
Yohana 17, Yohana, injili hii ya Yohana, injili hii ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana, sura ile ni ya 17 na aya yake ya 17. Yesu anasema hivi, anasema watakase kwa ile kweli. Anamwambia Mungu atutakase, awatakase wanafunzi. Nakumbuka ile sala Yesu alisema, siwaombei hawa tu na wale watakaoamini baada ya hawa. Ina maana na sisi pia yale maombi yanatuhusu, na ile maombi Yesu anatuombea tutakaswe katika hiyo kweli ambayo waabudu halisi wanaabudu kwa hiyo kweli. Na hiyo kweli Yesu anasema tunatakaswa kwa hiyo kweli. Lakini hiyo kweli anasema neno lako ni kweli. Kwa hiyo neno la Mungu ndiyo kweli wenyewe. Kwa hiyo tukileta sasa picha hii ambayo Yesu anasema hapa, lakini wakati waja tena umekwisha wasili, ambapo wenye kuabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na ukweli. Bwana sifiwe. Kwa hiyo Yesu anataka kuonyesha kwamba wanaoabudu Mungu lazima waabudu katika roho wa Mungu na neno la Mungu. Amen. Na hii ndiyo tatizo. Kwa hiyo unakuta sasa kwa wachungaji wengi wasio na Roho Mtakatifu. Maana walio wengi sasa hivi wamesomea theolojia, hawana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo uchungaji imekuwa huduma ya kusomea. Walio wengi, zingatia neno walio wengi. Usije ukasema alisema wachungaji hawana Roho Mtakatifu. Walio wengi, walio wengi, sio wachache tena. Yaani namba ya wachungaji inazidi kuongezeka. Na walio wengi sio wanawitwa, hawakuitwa wawe wachungaji, walisomea uchungaji. Kwa hiyo wamesomea kanuni za uchungaji, lakini maongozo hawana. Na watu hawa kwa sababu hawana roho ya uchungaji au Roho Mtakatifu. Aliye na Roho Mtakatifu aweza akawa mchungaji na anajua hakuitwa kuwa mchungaji. Kama Roho wa Mungu amekuchagua katika kanisa kuwa kiungo kiitwacho mwinjilisti, huyo mtu hawezi akawa mchungaji wakati Roho amemchagua kuwa mwinjilisti na amempa kazi ya mwinjilisti na anafanya kama mwinjilisti na anaishi kama mwinjilisti. Ataridhika. Huenda pakose mchungaji ndipo Roho amfanye kuwa mchungaji, lakini hawezi akawa tu amesoma tu. Sasa walio wengi, ambapo wengine huenda waliitwa na Mungu lakini wakapoteza ule uwepo wa Mungu ndani yao, wakapoteza nguvu ya Mungu ndani yao, wakapoteza Roho Mtakatifu ndani yao. Hawa watu wanaishi tu imeandikwa. Kwa hiyo wakishasoma, zichunguzeni hizo roho kama zatokana kwa Mungu. Yohana, waraka wa Yohana umesema basi imeandikwa. Ili mradi imeandikwa. Sasa watu wa maombi wakishasema asema Bwana wa majeshi, tisa mene tekere na peres, hendo side paracetamol. Asema Bwana. Yani hata useme nini, Roho imesema, Bwana amesema, Bwana amesema, Bwana amesema. Kwa hiyo inaleta tatizo, kwa sababu huyu ni mwabudu kipande, huyu ni mwabudu kipande. Lazima wawe katika roho pia na kweli. Na hivyo sio wenye maombi wote. Maana watu wengi sasa hivi wa maombi hawaishi neno, hawaishi kweli. Maisha yao hayamo katika kweli, katika neno. Wanakaa tu asema Bwana, asema Bwana. Wanashindwa kuelewa kwamba roho zidanganyazo zipo. Wanashindwa kuelewa kwamba hata shetani hujigeuza kuwa kama malaika wa nuru. Sasa hawa watu wa kanisa wakishawasomea andiko kama hizo, zichunguzeni kila roho, msiamini kila roho, ichunguzeni roho, hata shetani hujigeuza kuwa malaika wa nuru, hawawezi wakaamini. Unawapatia ujumbe, Bwana amesema hivi na hivi, nimeona paracetamol, endoside kwa nini?
Afu nakwambia huo ujumbe lazima tuuchunguze kwanza. Tuangalie nini cha kufanya nini. Hawa watu sio watu wa rohoni. Wala wanamkataa Mungu, wanasi Mungu. Kwa hiyo haujui, yani wao wanaenda kimaandiko sana, kana kwamba wanasahau roho fanya mambo. Na watu wanaenda roho sana, wanasahau kwamba roho ukumbusha na kujulisha kupitia neno, ufundisha neno. Roho wa Mungu fundisha neno. Kwa hiyo hii inakuwa sasa changamoto na mvutano. Hawa wanashindwa kuwatii, hawa watu wa maombi wanashindwa kutii viongozi wa kanisa, kwa sababu wanaona viongozi wa kanisa wanazima roho aliye ndani yao. Na viongozi wa kanisa wanashindwa kukaa na wao, kwa sababu wanasema hawatii wenye mamlaka. Hawa watu waongozwi na Mungu kwa sababu hawatii wenye mamlaka. Biblia inasema tiini wenye mamlaka. Na hawa watu wanashindwa kukaa, yani wanashindwa kuelewana. Na hiyo ni kukosa kuwa mwabudu halisi. Kwa sababu maandiko yasema hivi, kwa watu wa maandiko. Maandiko haya yasema hivi. Kwenye kitabu cha Yohana sura ile ni ya 6. Sura ya 6 na aya yake ya 36. Biblia nasema hivi, ngoja nipasome nisinukuu. Ya 63 samani. Aya yake ya 63. Biblia inasema hivi, Yohana mtakatifu, Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana, sura ya 6 na aya yake ya 63. Sasa Andro inasema, roho ndiyo iletayo uhai au uzima. Roho ndiyo iletayo uzima. Mwili hauwezi kitu. Maneno niliyowaambia ni roho na uhai, au roho na uzima. Kwa hiyo roho ndiye anayetupatia uzima wa milele, uzima. Maneno anayosema Yesu ni roho. Kwa hiyo Biblia hii, neno la Mungu ni roho, na roho ndiyo inayotupa uzima. Neno la Mungu ndiyo inaleta uzima. Maneno ya Mungu ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu ni roho. Sasa watu wanaenda roho, hata wakisikia imeandikwa wanasema wanaanza kupinga, wanashindwa kuelewa. Neno ni uhai, neno ni roho. Na watu wa kanisa wengi wao wanapinga mafunuo ya roho wa Mungu. Wakienda imeandikwa wanashindwa kuelewa, hata hii neno limeandikwa kwa mafunuo ya Mungu. Watu walioandika Biblia walifunuliwa. Petro anasema kwamba Yesu alipokufa alishuka kuzimu kuwahubiria roho zile ambazo hazikumsikiliza Nuhu, hazikusikiliza Mungu, kipindi cha uvumilivu wa Mungu wakati Nuhu anaijenga safina. Yesu alienda kuhubiri. Sasa tunauliza, Petro ulikuwa na Yesu? Hapana, alipata mafunuo. Wakati Mika anasema kwamba ewe Bethlehemu Efrata uliye mdogo katika miongoni mwa Yuda, kutoka kwako atatokea mtawala, ulimuona? Alifunuliwa. Kwa hiyo kama ni maandiko, manabii walifunuliwa. Agano Jipya mitume walipata mafunuo. Biblia iliongozwa kwa misingi ya mafunuo ya roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa kumuonya na kumfundisha, lafaa kwa mafundisho. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu yafaa kwa mafundisho, kumfundisha mwanadamu. Lafaa kila andiko lenye pumzi ya Mungu, sio maandiko mengine, maandiko yenye pumzi ya Mungu. Kwa hiyo tujue kwamba ili uwe mwabudu halisi lazima uwe na roho wa Mungu, maana ndio uwepo wa Mungu, ni nguvu ya Mungu, na pia uwe na neno la Mungu. Mitume waliishi hivyo. Paulo alipokuwa anahubiri katika hekalu la Deo,
anahubiri neno la Mungu, anawaambia watu habari za Mungu. Pakawa mtu mmoja kiwete toka kuzaliwa. Paulo alipomwona, kumtazama, akaona kwamba yule mtu anastahili, ana imani ya kuponywa. Akamwambia, simama kwa miguu yako. Yule mtu akasimama, na watu wote wenye hekalu la Zeu wakasema, miungu imetujia kwa sura za wanadamu. Wakamwita Paulo, wakamwita Barnaba Herne, Sila, wakamwita Sila Herne, na Paulo kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa anaongea wakamwita Zeu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakawapatia majina ya miungu kwa sababu ya ile nguvu ya Mungu iliyotumika pale. Paulo wakati anahubiri alikuwa na neno, alikuwa na nguvu ya Mungu, alikuwa na nguvu ya miujiza, alikuwa na nguvu ya Mungu, uwepo wa Mungu wa kumwacha. Kwa hiyo alikuwa ni mwabudu halisi kwa sababu ana roho pia na kweli. Wakati Kefa wanamuita aende Luda, aende kwa kina kwa yule ndugu Pa alikuwa amekufa, na wanawake wanaonyesha nguo, tazama Pa ametufanyia nguo. Dorcas kwa Kigiriki maana yake Pa, wanaonyesha nguo ambazo Dorcas yule mama anefanya. Petro alikuwa na neno la Mungu ndani yake. Kumbuka anaenda anahubiri, lakini pia alikuwa na nguvu za Mungu. Akaomba Mungu, alipomaliza kusali akamwita kwa jina lake, akamwita Dorcas, amka, akaamka. Sasa hivi kanisa linakosa nguvu ya Mungu, alina nguvu ya Mungu, na watu wa maombi wanakosa uwepo wa Mungu. Hata hiyo nguvu ambayo wanakaa mene ndo seed paracetamol quinini inakosa ndani mafuta kwa sababu hakuna neno la Mungu. Ndugu yangu, wanawali 10, 5 walikuwa wenye akili kwa sababu walikuwa na roho na neno. Taa ni roho, ni neno, na mafuta ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafuta yaliyokuwa yanamiminwa kipindi Samueli anamimina Daudi, anamiminia Sauli mafuta, ilikuwa ni roho wa Mungu. Maana alipomiminia mafuta ndipo Daudi akajawa roho wa Mungu, akawa ndani yake kwa nguvu. Ile ilikuwa ni alama ya Roho Mtakatifu ambayo leo sisi tunampokea kwa imani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watu walikuwa na mafuta yao pamoja na taa zao, walikuwa na neno la Mungu pamoja na Roho Mtakatifu. Ukiwa mchungaji imeandikwa hauna roho wa Mungu, wewe ni sawasawa na mwana mwali mpumbavu. Na wezi ukawa na mafuta pasipokuwa taa, utaitumia wapi? Haitawaka yenyewe, lazima iwekwe kwenye taa. Ukiwa mtu wa maombi unayekaa mambo ya roho sana na una neno la Mungu, ni pamoja na wanawali wapumbavu. Lazima uwe na neno na Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe sana. Uwe na nguvu ya Mungu, uwepo wa Mungu pamoja na neno. Maana neno ndiyo taa, na mafuta inayokaa kwenye ile taa isizimike na leta mwanga kila wakati ni Roho Mtakatifu. Ndiye anayekufundisha, usipite hapa, pita hapa, imeandikwa hivi fanya hivi, imekaa hivi fanya hivi, Bwana asema hivi tumika hivi. Ni Roho Mtakatifu anakuongoza, anakujaza katika imani, anakupeleka katika misingi ya neno. Lakini vyumba vingi vya maombi vimepoteza neno la Mungu, vina mafundisho ya neno la Mungu. Vyahitaji kukaa chini na mwongozo wa walimu wafundishe neno la Mungu kwa fasaha. Na wachungaji wengi hawana Roho Mtakatifu. Wahitaji kukaa kwenye magoti waombe Mungu awape nguvu ya Mungu, awape nguvu zake. Mtakeni Bwana na nguvu zake zote. Lazima ifikie mahali kanisa tuwe waabudu halisi, maana Baba wa mbinguni ataka watu kama hao, wanaoabudu katika neno na katika Roho Mtakatifu, walio na Roho Mtakatifu. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8
Yeyote asiyekuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Alafu nasema sisi hatujui kuomba, bali yule Roho ndiye anayetuombea, yeye ajuaye kwa kuugua kwetu. Anatuombea kwa namna isiyoweza kusikilika, maana sisi hatujui kuomba. Roho ndiye anayetuombea. Pia nasema kwamba waendao katika Roho au ndio watoto wa Mungu. Sasa wewe ni mchungaji usiyekuwa na Roho. Hakuna mwanadamu ajuaye kuomba. Tunaombewa na Roho Mtakatifu. Hauna Roho, utawezaje kuomba uwepo wa Mungu ufanye kazi? Mapenzi yako yafanyike. Yatafanyikaje na wakati hakuna nguvu zake, hakuna uwepo wake? Ndio maana wagonjwa wako wengi hawaponi kanisani, kwa sababu hakuna yule ambaye anaweza kutuombea kama apendavyo Mungu. Ni Roho Mtakatifu. Sisi si watoto wa Mungu. Kwa sababu gani? Waendao katika Roho ndio wana wa Mungu. Hatuendi kiroho, hatuna Roho wa Mungu. Tutakuwaje wana wa Mungu? Watu wa kanisa hatujui kuomba kwa sababu Roho ndiye anayetuombea. Hatuko watoto wa Mungu kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu. Pia inasema yeyote asiyekuwa na Roho wa Kristo si wake, sio wa Kristo huyo mtu. Tutakuwaje wa Kristo bila Roho Mtakatifu? Watu wa kwaya tutakuwaje? Lazima tuwe watu wa rohoni ili tuwe wana wa Mungu. Tuwe watu wa rohoni ili tuombe atakavyo Mungu. Tuwe watu wa rohoni ili tuitwe tuwe wa Kristo, tuwe watu wa Kristo, tuitwe wa Kristo. Na hatutafika hapo watu wa maombi isipokuwa neno la Mungu, chanzo cha imani. Lazima tuwe watu wa imani, na chanzo cha imani ni kusikia neno. Kwa hiyo neno, na ni neno la Kristo. Kumbuka neno hili ni roho. Neno hili ni roho. Kwa hiyo unapokalia tu kutetemeka pasipo neno la Mungu, unajidanganya. Au tudanganye sisi? Unajidanganya. Vitambaa mpaka huku kama kofia mwanajeshi wa Marekani pasipo neno, unajidanganya. Mene tekere na peresi pasipo neno, unajidanganya. Yani wewe ni mwanamwali mpumbavu. Katika wale 10 wanaomngoja Bwana, wewe ni mpumbavu. Pasipo neno la Mungu, wewe unajidanganya. Na wewe uliyekaa tu maandiko yasema, unajua hata Daudi alicheza akavua nguo zake. Pasipo Roho Mtakatifu unajidanganya. Wahitaji Roho Mtakatifu. Wahitaji Roho Mtakatifu ili neno unalolisoma, neno unalolifundisha, neno unalotaka kuishi kwalo lilete matunda ndani yako. Lazima uwe na Roho Mtakatifu, na ili Roho yule akae vizuri ndani yako, lazima uwe na neno la Mungu. Taa bila mafuta haifai, mafuta bila taa havifai. Kwa hiyo vyote viwili ndivyo huenda kwa pamoja vilete mwanga. Mimi na wewe ni nuru ya ulimwengu, na hiyo nuru ili itokee tunahitaji tuwe na taa, neno la Mungu. Tunahitaji tuwe na Roho Mtakatifu, mafuta. Kwa hiyo tunaweka yale mafuta ndani ya taa, inawaka taa, nuru ya Bwana. Waabudu halisi wanaabudu hivyo. Sasa jichunguze ndugu yangu. Kama wewe ni mtu wa neno sana pasipo Roho wa Mungu, wewe ni mwanamwali aliye na taa pasipo mafuta. Kama wewe ni mtu wa rohoni sana pasipo neno, wewe ni mwanamwali aliye na mafuta pasipo taa. Walioitwa karamuni na kuingia, waliosikia kwamba bwana harusi aje, waliwasha taa zao, maana walikuwa na mafuta. Sasa wewe una mafuta au una taa, utawasha nini? Ukiwasha mafuta italipuka. Puf! Pasipo taa utawasha nini? Na wewe uliye na taa bila mafuta, utawasha nini wake? Maana una mafuta. Kwa hiyo kuja kwa Bwana ataangalia wale walio na imani. Na imani hiyo huwezi kuweza kuistahimili na kuishika pasipokuwa msaidizi, ni Roho Mtakatifu. Hii ndiyo tatizo. Tatizo iko hapo. Hawa watu wanamzima sana Roho. Hawa watu waendeni katika Roho. Watu wa kanisa wana hivyo. Watu wa maombi na wao hawashikiki, wanajifanya wa kiroho sana, hawataki kushika maandiko, hawataki kutii neno. Hivyo.
Ni kwa sababu chumba hicho cha maombi hakina neno la Mungu, na wachungaji hao hawana roho wa Mungu. Hawa watu wakiwa na roho wa Mungu na neno la Mungu, wote kwa pamoja wanaungana. Ndio maana kanisa la Yerusalemu, wakina Roda walikuwa kwenye maombi. Wakina Roda walikuwa kwenye maombi. Kanisa likakaa chini likamwombea Petro alipokuwa anafungwa, anasubiria kukatwa kichwa baada ya sikukuu ile ya sijui kama ni ya Pasaka au ya Pentekoste. Wanaomba Mungu, walikuwa katika maombi. Ndipo malaika anamfungua Petro, anafika kwenye mlango, anagonga. Roda na kabla ya kumfungulia akatambua huyu ni Petro, akawaambia watu, Petro yu mlangoni. Kwa hiyo wakina Roda walikuwa kwenye maombi, na hapo ni kanisa. Kumbe kanisa hata la mitume walikuwa na maombi, walikuwa na maombi. Sasa yani tunajifanya tunasoma sana maandiko. Unajua maandiko yanasema hivi, vyumba vya maombi vingine vilikuwepo hata kipindi cha mitume. Walikuwepo watu wa maombi, walikuwepo, na waliishi neno, waliishi roho. Bwana sifiwe sana. Kwa nini tusiishi na maombi? Kwa nini tusiishi na neno? Kwa nini tusiwe rohoni na tuwe na neno? Ndugu yangu mpendwa, jichunguze. Ukiona kuna tatizo la maombi na kanisa, jua wamoja wameegamia sana maandiko, wengine wameegamia sana asema Bwana. Na asema Bwana bila roho wa Mungu, bila neno la Mungu, sijui kama ni asema Bwana Mungu au asema Bwana mwingine. Na neno la Mungu pasipo roho wa Mungu, sijui kama ni neno la Mungu kweli au ndo limelegeuzwa kuna watu walioingia miongoni mwetu kwa siri, au ndo inakuwa hivyo. Bwana tusaidie sana. Hii ndiyo tatizo. Kwa hiyo kama umeshajua changamoto hii na tatizo hili, jichunguze, fanya hatua, ishi neno, tafuta Roho Mtakatifu, uwe mwabudu halisi. Maana Bwana apendezwa na watu kama nao. Mwabudu halisi. Umwabudu Bwana katika roho pia na kweli. Bwana Mungu akubariki. Haleluya. Natumaini tumepata kuelewa. Roho ametusaidia sana. Ngoja na tuombe. Asante Bwana, maana watosha wenea. Tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Tunakushukuru kwa ajili ya huduma ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya neno la leo. Bariki mtazamaji, msikilizaji, bariki nyumba ya mama huyu, bariki nyumba ya baba huyu, bariki familia ya mpendwa huyu. Wasaidie Bwana katika uchumi, wasaidie katika mambo yote, ponya magonjwa yaliyomo ndani yao. Katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, nina imani yako itakuwa pamoja nasi. Tusaidie kuilinda imani. Itakuwa hivyo kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen. Bwana Mungu atusaidie sana. Zidi kusambaza ujumbe wa Bwana na Mungu atakubariki. Sambaza ujumbe huu kwa watu wa maombi, kwa watu wa kanisa, wapate kuelewa changamoto ya maombi na kanisa iko wapi. Ili watu tukae kwa pamoja, tutafute nguvu za Mungu, tumtafute Bwana pamoja na nguvu zake zote. Tutafute Mungu na nguvu zake zote. Uwepo wa Mungu tutafute. Tuwe na neno pia na uwepo wa Mungu. Tuishi vizuri kwa amani kama kanisa la mitume. Tufanye makubwa jamani. Yesu yu karibu kuja na watu wengi wanazidi kuendelea katika anasa. Sambaza ujumbe huu, utawasaidia watu wengi na Mungu akubariki. Hubiri pamoja nasi kwa kutuma ujumbe huu, kushare ujumbe huu kwa watu wengine. Katika hiyo Mungu atakusaidia sana. Pia usisahau kutuombea. Nasi tunakuombea. Tuombe Mungu atusaidie. Tuombe, tuishi katika maombi. Kwenye Luka sura ile ni ya 18 na mstari wake wa kwanza nasema, akatoa mfano kwamba wa kuonyesha wadumu katika maombi. Kwa hiyo tuzidi kuombeana ndugu, na Mungu atubariki. Tutazidi siku nyingine Bwana akitupatia neema kwa jina la Yesu. Amina.